Mtazamaji, asante kwa kusalia nasi na tuendelee mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi na wafanyabiashara katika maonyesho ya biashara Dar es Salaam, serikali inaangalia uwezekano wa kuongeza muda wa maonyesho hayo ili kutoa nafasi zaidi kwa wananchi na wafanya biashara. Waziri Kapinga amesema hayo baada ya kutembelea mabanda mbalimbali katika viwanja vya Sabasaba, akisema mwitikio mkubwa wananchi na ongezeko la shughuli za kibiashara vinafanya serikali kutathmini uwezekano wa kuyaongeza maonyesho hayo yanayotarajiwa kumalizika Julai 13. Waziri amesema lengo la hatua hiyo ni kuwapa muda zaidi wananchi kujifunza teknolojia mpya, kutafuta masoko na kufanya biashara, hasa ikizingatiwa kuwa siku nyingi za maonyesho zimeangukia katika siku za kazi. Hebu tupate kumsikiliza. Fursa hapa ziko nyingi za kujifunza, lakini vile vile kupanua mawanda ya biashara. Mimi nimetembea mabanda mengi, nimetembea mabanda ya wazalishaji wadogo, wakati na wazalishaji wakubwa. Kwa kweli kuna maendeleo makubwa sana kwenye bidhaa za ndani. Tumeona kwenye uongezaji wa thamani, hususan kwenye mazao. Kwa kweli tumeona bidhaa zake, hata packaging yake. Ukiangalia kwa mwaka huu na miaka iliyopita, kuna improvement kubwa sana. Na hayo ni matokeo ya serikali kuendelea kuwekeza kwenye kuwawezesha wananchi kiuchumi. Haya, serikali ya Tanzania na Japan zimefungua ukurasa mpya wa maendeleo katika sekta ya kilimo kufuatia kutolewa kwa mkopo wa masharti nafuu wenye thamani zaidi ya shilingi trilioni 3.5 kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB. Tupate undani na taarifa hii. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwenye maonyesho ya 50 ya biashara Sabasaba, afisa biashara wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo anayeshughulikia usimamizi wa miradi Elias Misana amesema fedha hizo zimetolewa kupitia Wizara ya Fedha chini ya mradi wa two step loan unaotekelezwa kwa ushirikiano na shirika la maendeleo la kimataifa la Japani JICA. Amesema lengo ni kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa sekta ya kilimo kwa kuwawezesha wakulima binafsi, vikundi vya wakulima pamoja na wakulima wadogo na wakati kupata mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya kuwekeza na kuongeza uzalishaji wa mazao na bidhaa za kilimo. Lengo la mradi ni kuwezesha upatikanaji wa mikopo ya muda, wakati na mrefu kwa wakulima binafsi, vikundi vya wakulima, wafanyabiashara wadogo na wakati wanaojishughulisha katika kilimo. Mkulima mmoja aliyezungumza na Channel 10 amesema juhudi za serikali za kupunguza riba na masharti magumu zimewezesha upatikanaji wa mikopo inayorahisisha shughuli za kilimo. Mashine za kuvunia zile zikiwepo kwa wingi zitasaidia sana. Na tatu, maghala ya kuwekea. Watu sasa hivi wanauza mpunga mashambani kwa bei ndogo sana ya hasara. Kanda ya kati, maeneo ya kaskazini na maeneo ya Lake Zone kumekuwa na mwamko mkubwa sana wa kujipatia hivi vifaa vya kilimo kutoka benki yetu ya NMB. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Na mtazamaji, mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA Tanzania imeshauri kampuni ya wakala wa mitaji ya eTrust Fund kuongeza bidhaa za soko la hisa kwa lengo la kutoa fursa kwa Watanzania wengi kuweza kununua hisa ambazo zitakuza mitaji yao na kuweza kukuza uchumi. Ifuatayo ni taarifa kamili. Ushauri huo umetolewa na afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana Nicodemus Mkama katika hafla ya uzinduzi wa hati ya mafanikio ya iTrust Fund iliyopata kupitia uwekezaji wa pamoja na kupata hati fungani ya kwanza iliyoorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam. Plani hii ya iTrust kuweza kupata shilingi bilioni 114 ni mojawapo ya hatua katika utekelezaji wa Dira 2050 ambayo ina lengo la kuchochea uchumi shindani kwa maendeleo ya watu. Amesema hati fungani hiyo ya kwanza ya mauzo, ikiwa ni toleo la kwanza, imevuka kiwango cha miaka 4 ijayo kwa kufikia thamani ya bilioni 100 zilizokuwa zitolewe katika awamu 3 zijazo, na kuifanya kampuni hiyo kupata mauzo ya 761.78 na kuvunja rekodi ya hati fungani
zilizoanzishwa jijini Dar es Salaam. Kwa upande wake, afisa mwandamizi kitengo cha ushauri na utafiti kutoka iTrust Fund, Samali Shirima, amesema mafanikio hayo yametokana na imani ya Watanzania kuiamini kampuni hiyo na kuwekeza kwa asilimia kubwa, na kwamba faida watakayoipata itakwenda kutoa mchango katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 katika miradi ya maendeleo. Makampuni yanaweza kupata mitaji ambayo yanapelekea kuendelea kuboresha biashara zao na kuwasaidia kama taasisi kutengeneza faida zaidi ambayo itachangia pia ulipaji kodi. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inayotutamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Bwana mfupi huyo tutakuja kujiunga hapa na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Endelea kusalia nasi.